Simulizi ya safari ya Joseph Gwajima, mwanasiasa huyu ambaye ameleta ukombozi katika nchi ya Tanzania kwa kile ambacho amekuwa akikifanya katika siasa zake. Kwa ujumla vimeweza kuamsha hisia kwa vijana ambavyo vikapelekea vijana kujifunza zaidi elimu ya siasa kutoka kwake. Karibu katika simulizi ya maisha yake tangu ukuaji wake mpaka hivi sasa alipofikia. Hii ni Usiku TV. Subscribe hapo chini ili wa kwanza ambao utakuwa unapata simulizi zetu kila wakati na kila muda. Katika kijiji kidogo cha Kabale wilayani Misungwi mkoani Mwanza palipozaliwa mtoto wa 4 katika familia ya Matias na Ruti. Mtoto huyo walimpa jina Joseph Gwajima na hakuna aliyedhani kuwa siku moja angekuwa kati ya viongozi mashuhuri zaidi wa dini na siasa nchini Tanzania. Utoto wake haukuwa na uzuri mwingi. Akiwa mdogo alipatwa na ajali mbaya. Aliwekwa katika hali ya kupoza kwa miaka 6. Wazazi wake waliendelea kumtunza huku wakipambana na maisha ya kijijini kwa miaka mingi. Kijana huyo alitumia muda mwingi kwenye kitanda akitafuta maana ya mateso yake, lakini ndani ya giza hilo kulizaliwa na mwanga wa imani. Katika simulizi zake za baadaye alisema aliona maono na akapokea uponyaji wa kimiujiza, jambo lililobadilisha mwelekeo wa maisha yake milele. Alipokuwa alimeanza kupona, alihitimu shule ya msingi na baadaye sekondari. Kila mtu aliopiga alikuwa kama ushindi juu ya maisha aliyojaribu tangu utotoni. Kadri alivyokuwa akikua ndivyo mwito wa kiroho ulivyozidi kumuita. Alisafiri hadi Kenya kusomea masomo ya theolojia, kisha akafika Marekani ambako alipata elimu ya juu kuhusu utumishi na ushauri wa kiroho. Aliporejea Tanzania alijiunga na huduma ya Kikristo katika kanisa la Pentekoste. Huko alihubiri kwa moto wa nguvu ambazo zilianza kumjengea jina. Lakini safari yake haikuishia kuwa uchungaji wa kawaida. Mwaka 1995 aliunda kanisa lake mwenyewe ambalo aliliita jina Ufufuo na Uzima, maarufu baadaye kama Glory of Christ Tanzania Church. Ndipo hadithi wa maarufu wake ulipoanza kuwa wazi zaidi. Kwa miaka mingi, makumi ya maelfu ya watu walijazana katika viwanja, ukumbi na madhabahu alizohubiri. Mahubiri yake yalikuwa ya hisia kali, yakigusa uponyaji, mapambano ya kiroho na uthabiti wa kiimani. Wengine walimuona kama mcha Mungu mwenye karama ya kipekee, wengine wakamwona kama mtu mwenye msimamo mkali kupita kiasi. Lakini ukweli mmoja hauepukiki kuwa alikuwa anasikika, na kadri alivyoongezeka kusikika ndivyo pia siasa zilipoanza kumfuata. Mwaka 2020 Gwajima akaamua kufanya jambo ambalo wachungaji wachache tu hulianzisha, asilimia kugombea ubunge wa Kawe. Akapambania na upinzani maarufu. Uchaguzi ukapita, na jinsi ulivyopita jina lake likapita pia. Akawa mbunge wa Kawe. Hapo ndipo mabawa yake katika siasa yakaanza kufunguka wazi. Lakini siasa si pahali tu pa utulivu. Kauli zake zilianza kuibua vijembe, upinzani wengine wakimshtumu kwa shutuma kali. Katika kipindi cha janga la COVID-19, msimamo wake kuhusu chanjo ulileta mjadala mzito nchini. Ndani ya bunge alikumbana na malalamiko na kamati za maadili. Nje ya bunge vyombo vya habari vilimfuatilia kwa karibu kila neno alilosema. Kisha ikafika mwaka 2025, mwaka uligeuka kuwa kivuli kizito katika historia yake. Baada ya kutoa tamko kuhusu mambo yake ya usalama wa nchi, kutoweka watu, dhuluma mbalimbali, upepo mkali wa kisiasa ulimgeukia serikalini. Serikali ilitangaza kufuta usajili wa kanisa lake. Madhabahu iliyojengwa kwa miaka mingi ikapata msukosuko mkali. Waumini wakatawanyika kwa hofu, na jina lake likarudi tena kwenye kurasa za magazeti na mijadala mikubwa ya kitaifa. Kwa baadhi ya watu Gwajima alionekana kama mtetezi wa wananchi asiogopa kusema kweli. Kwa wengine alionekana kama kiongozi anayechanganya siasa na dini kwa hatari. Lakini katika dhoruba zote mtu mmoja ndio anajua mzigo halisi alobeba: Gwajima mwenyewe. Kijana yule aliwahi kulala miaka 6 akiwa hajui kama ataweza kutembea tena, na sasa kipekee akitembea kwenye njia yenye miba ya imani ya siasa. Hadithi yake bado haijaisha, na kwa namna yote ile itakavyomalizika, safari yake imebaki kuwa moja ya simulizi zitakazozingatiwa zaidi katika historia ya viongozi wa kiroho wa kisiasa. Karibu nikufikisha katika doti moja hadi nyingine jinsi ukuaji wake ulikuwaje.
Josephat Gwajima alizaliwa tarehe 19 Disemba mwaka 1970 katika kijiji cha Kabale wilayani Misungwi mkoani Mwanza. Alilelewa katika familia ya kawaida akiwa mtoto wa 4 wa familia ya wazazi Mathias Gwajima na Ruti Swea. Utotoni alikumbwa na changamoto kubwa. Alipata ajali mbaya ilimfanya awe na tatizo la mgongo na kuingia katika hali ya ulemavu anaosema ulikuwa amepoza kwa miaka 6. Anadai kuwa alipata uponyaji wa maajabu, yani miracle healing, kupitia maono ya kidini, tukio ambalo lilichochea kuingia katika huduma ya dini na alikuwa mwanzo wa wito wake wa kiroho. Alianza elimu yake ya msingi katika shule ya Kabale Primary School na baadaye akasoma sekondari katika shule ya Buswela Mwanza, kisha akapokea mafunzo ya kidini, yani cheti cha Pastoral Theology, nadharia ya uinjilisti kutoka katika the Grace College of East Africa, Nairobi nchini Kenya. Baadaye alisafiri Marekani akasomea Bachelor Degree in Theology and Ministry katika West Coast Bible College Seminary huko Dallas, Texas, iliyompa mafunzo ya kitaalamu ya utume wa Kristo. Pia akapata Master's Degree in Theology and Counseling kutoka chuo hicho. Kwa mafanikio yake ya kiroho na uinjilisti alipewa cheo cha heshima doctorate ya heshima, yani honorary PhD kutoka Omega Global University Afrika Kusini. Lakini kabla ya kuanzisha kanisa lake mwenyewe, Gwajima alikuwa mchungaji wa senior pastor katika tawi la Tanzania la Yodo Full Gospel Church, mtandao wa makanisa wa Kipentekoste wa kimataifa. Mnamo mwaka 1995 alianzisha kanisa lake la Ufufuo na Uzima Ministries, ambapo kilichojulikana kama The Glory Church Christ Tanzanian, ambapo kwa kifupi ni kama GCTC, kilicho Dar es Salaam. Kanisa hilo lilikuwa na mafungu mengi ndani na nje ya Tanzania na lilikuwa maarufu kama mahubiri ya moto, mikutano mikubwa ya Kristo, juhudi za misaada, huduma kwa jamii, yani radio, television na injili. Kwa kipindi fulani imedaiwa kuwa mamilioni ya waumini, utafuta takwimu rasmi, waliohusishwa na kanisa lake. Ingawa alikuwa kiongozi wa dini kwa miaka mingi, Gwajima aliamua kuingia rasmi katika siasa mwaka 2020. Katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2020 aligombea ubunge jimbo la Kawe, yani constituency, akakabili wapinzani vikali muda mrefu, Halima Mdee wa chama cha upinzani. Matokeo yalimpa ushindi, akachukua nafasi ya Kawe, hivyo kuwa mbunge wake tangu Novemba 2020. Lakini pia uingiaji wake bungeni ulimpa fursa ya kuleta mchanganyiko wa kidini na siasa, na kauli yake mara nyingi zimekuwa zikipata mwitikio mkubwa. Mnamo Agosti 2021 alitiwa hatiani na kamati ya maadili bunge kwa madai ya kuzungumza uongo kwa kushusha hadhi ya bunge kutokana na baadhi ya kauli alizotoa kama mbunge. Katika kipindi cha janga la COVID-19, yani COVID-19, alikataa mafanikio ya programu ya chanjo. Katika mahubiri yake alihubiria waumini wake wasichanje, msimamo ambao ulizua utata mkubwa. Hadi hivi karibuni 2025 kiongozi huyu ameleta taharuki tena baada ya hotuba yake akilalamikia kuhusu vita, utekaji nyara, kutoweka kwa mauaji anayodaiwa kufanywa nchini. Hiyo ndio historia ya Josephat Gwajima. Asante.